Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kusalia nasi. Tunaendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema imejipanga kulitumia soko la utalii la Mashariki ya Kati kupitia eneo la Halal Tourism ambalo linaonekana kuwa na ushawishi mkubwa katika eneo hilo kutokana na mazingira ya wakazi wa maeneo hayo kutokana na asili za kwao. Tupate undani wa taarifa hii. Kaimu Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale Mudrik Ramadhani Suraga amesema hayo wakati akifungua mkutano na utambulisho wa mhadhiri wa Kiislamu na mhamasishaji wa masuala ya halal tourism duniani kutoka Falme za Kiarabu, Sheikh Ismail Bullock. Kwa halal tourism itatupa mwanya mpana zaidi wa kufungua masoko mapana zaidi, hususan kwa upande wa Mashariki ya Kati, kwa nchi kama za Saudia, UAE, Qatar, Bahrain na maeneo mengine kama hayo, ambapo watu katika mataifa hayo ama raia katika nchi hizo wanatafuta destinations ambazo zina brand ya halal tourism. Sheikh Ismail Bullock amekuja nchini kupitia taasisi ya Samia Foundation kutangaza utalii halali, kutembelea misikiti, kutembelea hoteli na kugawa misahafu iliyotafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza, ikiwa ni jitihada za kutangaza utalii wa Kiislamu na dhana ya halal tourism. Sisi letu kubwa hasa ni kuleta elimu kwa jamii ili walikaribishe kama wanavyofanya nchi nyingine. Wake pia utakuwa ni moja katika kutoa elimu, nini maana utalii halali na nini maana ya utalii wenye maadili. Itasaidia sana katika kujenga jamii ambayo ina maadili na kuelimisha watu kwamba nini uhalali wa kuwepo swala hili la utalii katika jamii. Mhadhiri huyo wa Kiislamu na mhamasishaji wa masuala halal tourism duniani, Sheikh Ismail Bullock, amepokelewa Zanzibar na watendaji wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, afisi ya Mufti na wenyeji wa mgeni huyo ambao ni taasisi ya Samia Foundation. Makasim, Channel 10, Zanzibar. Na mtazamaji, uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja ukiimarika unachangia kwa kiasi kikubwa kupunguza changamoto nyingi zinazoikabili jamii au nchi husika. Taarifa zaidi na Faraja Kihongole anatueleza zaidi. Benki ya CRDB imeyasema hayo wakati wanazindua kampeni ya utoaji mikopo binafsi kwa wafanyakazi wa serikali, mikopo ambayo mtu mmoja mmoja ana uwezo wa kukopa hadi shilingi milioni 300, mkopo unaorejeshwa ndani ya kipindi cha miaka 12, huku mkopaji akijipatia mkopo huo kwa njia ya kidijitali bila dhamana wala mdhamini. Tunajua waalimu, mapolisi, manesi, madaktari wanapata nafasi hii ya kupata pesa, lakini baadaye wanapeleka fedha hizi kwa watu ambao wanaendesha bodaboda, mama ntilie, wanafungua saluni. Kwa zile shughuli za kiuchumi zimesaidia sana kujenga uchumi wetu wa taifa na kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kwenye tamaduni zetu za Tanzania tunajua mtu mmoja akifanikiwa anakuwa ni kama ngazi ya wengine wengi kufanikiwa. Aidha, kampeni hiyo ijulikanayo kwa jina la Kopa Kimpango Wako inahusisha pia mikopo ya ujenzi wa nyumba, ukarabati au ununuzi wa nyumba, ambapo mkopaji anaweza kukopa hadi shilingi bilioni 3 na kurudisha mkopo huo ndani ya miaka 20, na kila Mtanzania ana uwezo wa kupata mkopo huo. Kwa hiyo mikopo ya nyumba ni kwa ajili ya watu wote, wafanyakazi kwenye sekta zote, binafsi na serikali, lakini pia kwa wafanya biashara tunawakaribisha kuja kuchukua mikopo ya nyumba. Mimi ni Faraja Kihongole, Channel 10, Dar es Salaam. Na mtazamaji, na taarifa hiyo Faraja Kihongole ndio inatutamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao utarejea hapa kukupasha katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.